Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, Mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia, ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ndio leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri moja ya Yesu Kristo inayotoka katika kitabu cha Tito sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 16. Inasema, Tito akiwa Krete kuhubiri injili ya Yesu. Tito sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 16. Paulo mtume wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo kwa ajili ya imani ya wateule wa Mungu na ujuzi wa kweli ile iletayo utauwa, katika tumaini la uzima wa milele ambao Mungu asiyeweza kusema uongo aliuahidi tangu milele, akalifunua neno lake kwa majira yake katika ule ujumbe niliowekewa amana mimi kwa amri ya Mwokozi wetu Mungu. Kwa Tito mwanangu, hasa katika imani tuishirikio, neema na iwe kwako na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Kwa sababu hii nalikuacha Krete ili uyatengeneze yaliyopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru. Ikiwa mtu hakushtakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja, ana watoto waaminio wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii. Maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Asiwe mtu wa kujipendekeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu, bali awe mkaribishaji, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake, akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyaji, na hasa wale watohara ambao yapasa wazibwe vinywa vyao. Hao wanapindua watu wa nyumba nzima, wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Mtu wa kwao, nabii wao wenyewe, amesema Wakrete ni waongo siku zote, hayawani, wabaya, walafi, wavivu. Ushuhuda huo ni kweli. Kwa sababu hiyo uwakemee kwa ukali, ili wapate kuwa wazima katika imani. Wasisikilize hadithi za Kiyahudi wala maagizo ya watu wajiepushao na yaliyo kweli. Vitu vyote ni safi kwa hao walio safi, lakini hakuna kilicho safi kwao walio wanajisi, wasioamini, bali akili zao zimekuwa najisi na nia zao pia. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana.
ni wenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Nini tunafundishwa hapa? Tunakumbushwa kuhubiri injili ya Yesu Kristo kwa ujasiri, bila woga, ili tuziponye nafsi zilizofungwa gizani. Tito na Paulo ni shuhuda kwetu katika kitabu hiki, jinsi walivyohubiri kweli ya Yesu daima bila kuficha chochote. Pamoja na kwamba watu wa kipindi kile walikuwa wagumu kuielewa injili ya Yesu Kristo, maana walishuhudia miujiza mingi ya Yesu Kristo, lakini walimuua. Asanteni sana. Ombi. Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wako wote ulimwenguni tupate kuitika wito wa kutumika na kutii sauti yako. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.